Hello, mfumo wa biashara wenye kulipa haraka zaidi. Na nataka nikwambie kama wewe ni mfanyabiashara au mjasiriamali au mtu ambaye unawaza kuingia kwenye biashara, kuna tafsiri mbili za biashara ambazo mimi nataka nikupatie. Tafsiri ya kwanza ni ile ambayo tumeizoea sana. Yaani mtu anafikiria biashara ni kuchukua bidhaa, huduma alafu na kuanza kuziuza moja kwa moja. Yaani ile exchange of goods and services over money, si ndivyo? Yaani unatoa fedha, mimi nakupa bidhaa au nakupa huduma. Wengi wetu ndio huwa tunafikiria katika mfumo huo, lakini mfano kama wewe ni mjasiriamali ambaye una kipato cha kati, una kipato kidogo na hutaki kuingia kwenye vita na mapapa wakubwa ukatoka damu, kuna mfumo mzuri sana wa biashara ambao utakulipa zaidi. Huo mfumo wa biashara tunaita ni biashara ya kitaalamu. Biashara ya kitaalamu inakuwaje? Yaani hiyo ni mfumo ambao wewe unautengeneza kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto za walengwa wako. Kwa hiyo unaona kuna vitu vitatu ndani yake. Cha kwanza kuna walengwa ambao ni soko. Soko tunasema ni watu ambao wenye kundi maalumu au kundi ambao linalofanana, wenye changamoto ambazo zinazofanana. Kwa mfano wanafunzi wa vyuo vikuu, mfano labda wafanyakazi wa maofisini wa kiume wenye vitambi. Hilo ni kundi ambalo linalofanana. Lakini vile vile unaweza ukasema kwamba tumeona kitu cha kwanza ambacho ni walengwa, lakini cha pili, kabla kwenda kwenye mfumo, tuangalie suluhisho. Kwa sababu tumesema ni mfumo ambao unaotengeneza kwa ajili ya kutoa suluhisho la walengwa wako fulani. Suluhisho ni nini? Suluhisho ni kwamba je, hao walengwa wako wanahitaji nini kutoka kwako? Yaani wanahitaji utatuzi wa namna gani? Kwa mfano labda tuseme wewe unawasaidia wanawake ambao wanawake wenye changamoto ya kuweza kupata ujauzito. Kwa kumbe walengo wako ni wanawake. Lakini suluhisho ambao wanataka ujauzito kwa sababu wanashindwa, wamehangaika kupata ujauzito. So unakuja kutengeneza mfumo ambao unakuwa katika minajili ya bidhaa au huduma ambayo ndio inapelekea kwa hao walengo wako kuweza kupata suluhisho. Kwa hiyo ni tafsiri mojawapo ambao unaweza kuifanya. So kama wewe ni mfanyabiashara au mjasiriamali ambaye una kipato cha kawaida au kipato cha kati na kipato kidogo, hakikisha kwamba hauingii kwenye mtego wa kwenda kwenye ule kuuza bidhaa moja kwa moja. Wewe unatanguliza suluhisho. Kwa hata kwenye macho ya watazamaji wako au followers wako au wateja wako, unatakiwa watu wakuone kama ni mtaalamu, kama ni rafiki, kama ni mshauri ambaye wewe unatanguliza suluhisho mbele zaidi kuliko ule mfumo ambao ni bidhaa au huduma. Hapo ndipo unaweza ukajitofautisha na watu wengine na wafanyabiashara wengine, na hautaingia kwenye mtego ambao utakaokufanya wewe kuweza kuhangaika kupata wateja. Badala yake katika mfumo huu, kwa sababu umekuwa kama mtaalamu, tafsiri yake kwamba wateja wataanza kukimbilia kwa sababu unatatua changamoto au maumivu yao moja kwa moja. Nafikiri umeweza kunielewa. Kwa hiyo hakikisha kwamba unakuwa unafanya biashara ya kitaalamu. Lengo ni kuwasafirisha wateja au walengo wako katika sehemu ambapo walikuwa hawana furaha, lakini kwenda katika sehemu ambapo kwenye matumaini. Ni mimi rafiki wa ustawi wa biashara yako, Agustino Frugens, mtaalamu wa masoko, mauzo na mikakati bunifu.